Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kwa niaba ya wachezaji, kesho mchezo mwingine muhimu mbele ya mashabiki wenu ambao mliokosa kwenye mchezo ambao umepita. Habari za asubuhi. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji, tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika wiki nzima. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita. Walimu wamejaribu kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Wewe ni mmoja wa wachezaji ambao umechaguliwa kuongoza mchezo bora Afrika inakuhamasisha kiasi gani kwenda katika mchezo huu, lakini pia mnataka kuendelea katika historia kiasi gani kama klabu ya Simba kuendelea kufuzu hatua ya makundi hii mara ya 7 pengine tunaongoza goli 3 ambazo tumezipata katika mchezo uliopita. Dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa kwa sababu kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi ziko tofauti na hii ambayo tunaongoza goli 3. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Mimi binafsi kama ulivyouliza nimekuwa katika kinyang'anyiro cha tuzo. Kitu cha kwanza ambacho mimi huaga nakifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuwa mbele alafu mimi nafuata nyuma. Mashabiki wategemea nini, lakini pia kutokana na hicho ambacho amezungumza mwalimu, nini kama wachezaji mmechukuliaje, lakini pia kama captain unazungumza nini na wachezaji pia kuelekea mchezo kesho? Kama nilivyotangulia kusema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli 3 kwa 0. Hatukuweza kuruhusu goli lakini kulikuwa na makosa mengi tumeweza kuyafanya. Hususan katika defensive tuliweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo yale makosa ambayo yote tuliyofanya ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza kuyapunguza makosa yasiweze kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi, kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa vizuri na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote yatakuwa yamepungua, na nadhani kwa upande wetu sisi
mabeki utakuwa uko salama zaidi, na tunawaachia eneo letu la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo walioifanya iwe zaidi ya ile walioifanya katika mchezo uliopita. Shomari, mimi nilikuwa na swali. Umekuwa na vipindi vizuri sana ukiwa na Simba Sports michuano hii ya kimataifa, lakini kwa mara ya kwanza unaenda kama kapteni mkuu kwenye michuano hii na ukiwa unaipigania timu kwenda hatua ya makundi. Hii ina tafsiri gani kwenye karia yako wewe binafsi? Cha kwanza naweza kusema kwamba ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayofikia tuweze kufanya vizuri ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo najua na majukumu mazito yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji kiweze kufanikiwa. Shomari, umecheza chini ya walimu wengi, lakini kwa sasa uko chini ya mwalimu Matola na meneja Dimitri Pantev. Labda kuna kipi cha tofauti ambacho mpaka sasa mkiongeza kwako unajiona kabisa sasa hivi ni Shomari tofauti na wa msimu uliopita? Nimekuwa katika misimu mingi na nimepata kufundishwa na walimu mbalimbali. Kila mwalimu anapokuja anakuwa na filosofia yake na anakupa majukumu mapya ambayo wewe unatakiwa kuyafanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba msimu huu kuna majukumu mengine mapya ambayo nimeweza kupewa, na naweza kusema kadri mazoezi tunapozidi kufanya mazoezi, kwa hiyo yale majukumu ambayo nimepewa naendelea kuyatekeleza vizuri, na imani baada ya wiki kadhaa itakuwa ni 100% nitakuwa natekeleza vile mwalimu anapotaka. Tofauti upo kwa sababu aina ya uchezaji inakuwa ni mpya na vile vitu ambavyo tunavyofundishwa ni vipya. Kwa hiyo na imani kwamba uchezaji utaonekana ni mpya kwangu mimi na majukumu nitakayokuwa nayafanya ndani ya uwanja yatakuwa ni mapya. Kwa hiyo nachowaomba mashabiki, viongozi, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko na. Inshallah naweza kusema kwamba kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu kitakuwa vizuri. Asante captain, asante coach. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.